kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mtendakazi hastahili posho lake. Na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata mtakapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba isalimuni. Na ile nyumba ikistahili amani yenu, na ifikirie, la kwamba haistahili amani yenu, na iwerudie ninyi. Na mtu asipowakaribisha wala kuyasikiliza maneno yenu, mtokapo katika nyumba ile au katika mji ule, kumuteni mavumbi ya miguuni mwenu. Amin naambia, itakuwa rahisi kwa nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka, na kuwa watu wapole kama ua. Jihadharini na wanadamu, maana watapeleka mabaradhani na katika masinagogi yao watawapiga. Nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema. Kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Na ndugu atamsaliti nduguye ili auawe, na baba atamsaliti mwana, na wana watawinukia wazazi wao na kuwaficha. Nanyi mtakuwa mkitukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Hapo watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine, maana ni kweli naambia, hamtaimaliza kamwe miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Mwanafunzi hampiti mwalimu wake, wala mtumwa hampiti bwana wake. Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake, na mtumwa kuwa kama bwana wake. Ikiwa wamemwita mwenye nyumba Beelzebuli, je, si zaidi wale walio nyumbani mwake? Basi msiogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambia ninyi katika giza, lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri lubini juu ya nyumba. Msiogope wa mwili wasiweze kuiua na roho, bali mwogopeni yule awezaye kuiangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Je, mashomoro wawili hawauzi kwa senti moja? Wala hata mmoja wao haanguki chini asipojua baba yao? Lakini ninyi hata hesabu za hata nywele zenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Lakini atakeni kili mbele za watu, nami nitamkili mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikumbushe unafuata unasemaje? Hapo baada hapo. Wao wanafuatilia. Msizani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuje kuleta amani, bali upanga. Maana nalikuja kumfitini mtu na babaye, binti na mamaye, na mkwe na ukwe mtu. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye mama au baba kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, bali mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Bwana Yesu asifiwe. Awapokea ninyi anipokea mimi, naye anipokea mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokee nabii, kwa kuwa nabii atapata thawabu ya nabii. Na mpokee mwenye haki, kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu yoyote atakayemnywesha mmoja wadogo hawa ngaa kikombe cha maji baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi,
Amini naambia, thawabu yake haitampotea kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo ya Kristo, aliwatuma wanafunzi wake kwenda kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akamwambia, nendeni mkamweleze Yohana mnaosikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wafu wanafufuliwa, viziwi wanasikia, na maskino wanahubiriwa habari njema. Na heri awe yote asiyechukizwa nami. Mololo. Tazama watu wavao mavazi mololo wamo katika nyumba za Farao. Lakini ni kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii? Na aliye mkuu zaidi ya nabii, huyo ndiye aliyeandikiwa haya. Tazama mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya macho yako, ataitengeneza njia yako kwa ajili yako. Amini naambia, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hadi sasa, ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Kwa maana manabii wote na Torati walitabiri mpaka siku za Yohana. Na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Elia atakayekuja, mwenye masikio na asikie. Lakini nitakifananisha nini kizazi hiki? Kimefanana na watoto wanaokaa sokoni wakiwaita wenzao wakisema, tuliwapigia filimbi wala kucheza, tuliomboleza wala mkulia. Kwa maana Yohana alikuja hali wala hanywi, wakasema yuna pepo. Mwana Adam alikuja akila na kunywa, wakasema mlafi huyu na mlevi, rafiki yao watoza ushuru na wenye dhambi. Nayo hekima imejulikana kuwa ina haki kwa kazi zake. Ndipo akaanza kukemea ile miji ambayo, kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingelifanyika katika Tiro na Sidoni, wakalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu. Walakini naambia, itakuwa rahisi kwa Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zao siku ya hukumu kuliko ninyi. Nawe Kapernaum, je, utakuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu. Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingelifanyika katika nchi ya Sodoma, katika mji wa Sodoma, ungalikwapo mji ule hadi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa mwisho mstari unaofuata. Walakini naambieni, itakuwa rahisi kwa nchi ya Sodoma kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko wewe. Na unaofuata? Wakati ule Yesu akajibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawapa watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niendelea au ni wanasema natiwa zinabana. Niendelee. Nikumbushe mstari unaofuata. Akasema, nimekabidhiwa mimi vitu vyote na Baba. Wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna wala amjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata furaha nafsini mwenu. Wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya Sabato.
kumshukuru kaka Elia. Maana yake yeye ndio alikuwa kama mwanzo wa safari. Salamu zake zimfikia kwa sababu kuna semina moja vijana ilifanyika katika hoteli moja, ilikuwa ni White Sunday, si ndio? Alisema kitu ambacho kili stimulate hii kipaji ambacho mimi ninacho. Mama anaambia kwamba gifts zile zawadi au vipaji nini vinatoka kwa Mungu. Lakini jinsi kipaji unavyokifanyia ni zawadi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu awabariki sana.